Simulizi inaanza kwa kumtambulisha binti Sofia, msichana mrembo na mwenye ndoto kubwa za maisha. Sofia alikuwa akiishi maisha ya kawaida sana, lakini ndani yake kulikuwa na hamu kubwa ya kufanikiwa katika tasnia ya matangazo ya kibiashara. Mara nyingi alikuwa akihudhuria majaribio ya kuigiza katika matangazo mbalimbali. Aliongozana na rafiki yake wa karibu sana ambaye pia alikuwa ni meneja wake aitwaye Aska. Siku moja baada ya kutoka kwenye majaribio ya kuigiza, Sofia alijihisi kichefuchefu kikali, akaelekea chooni huku akihisi hali isiyo kawaida mwilini mwake. Akiwa huko akaangalia simu yake na kukuta ujumbe kutoka kwa mpenzi wake Guntuli. Hata hivyo, Sofia kujibu ujumbe huo, kwani tayari alikuwa ameshaanza kuhisi wasiwasi mkubwa. Baada ya hapo, Aska alimrudisha nyumbani Sofia. Sofia aliishi na mama yake pamoja na dada zake wawili wa kike. Hali yake iliendelea kuwa mbaya zaidi. Tumbo lilizidi kumuuma, hali iliyomfanya aanze kuwa na hofu. Hatimaye Sofia aliamua kujipima mimba. Majibu yalionyesha kuwa alikuwa mjamzito. Walete. Wakati huo huo, Aska alipokea simu na kumjulisha Sofia kuwa alikuwa ameshachaguliwa kupata nafasi katika tangazo kubwa la kibiashara. Familia ilifurahi sana kwa taarifa hiyo njema, lakini Sofia akaonekana kuwa na mtu mwenye furaha. Ndani ya moyo wake alibeba siri nzito, alikuwa mjamzito, lakini hakumwambia mtu yoyote. Siku alisafiri kwenda Bandugu kumtafuta Guntuli, mpenzi wake. Baada ya juhudi nyingi, hatimaye alimkuta mahali alipokuwa akifanya kazi. Sofia alimuuliza kwa nini alimzuia kwenye simu na kwa nini hakutaka kujibu ujumbe wake. Kisha akamwambia ukweli wote, nina mimba yako. Baada ya kuelewa, Guntuli alibadilika ghafla. Alikaa na mimba hiyo akisema haiwezekani kuwa ni yake kwa sababu walikuwa katika uhusiano wa mbali. Ilimtuhumu Sofia kuwa huenda alikuwa na mwanaume mwingine. Sofia alisisitiza kuwa mimba hiyo ilikuwa ni yake na kwamba hakuwahi kuwa na mwanaume mwingine yeyote. Hata hivyo, Guntuli alikataa kabisa kuwajibika. Alimwambia Sofia kuwa hataki mimba hiyo ivuruge maisha na mustakabali wake. Akamwambia kuwa uamuzi wa kuendelea na hiyo mimba au kuitoa ni wa Sofia mwenyewe. Kisha akamkataza kabisa asimtafute tena maishani mwake. Sofia alirudi nyumbani akiwa amevunjika moyo. Alimfuata baba yake ambaye alikuwa akiishi mbali nao na kumweleza kila kitu kilichompata. Baba yake alikasirika sana na akaahidi kumtafuta Guntuli ili awajibike. Alimwambia Sofia amtumie picha na anwani ya kijana huyo. Baada ya kurudi nyumbani akiwa amelelemewa na mawazo na hofu, Sofia alijaribu njia ya hatari ya kutoa mimba kwa kunywa vidonge. Hali yake ilizidi kuwa mbaya zaidi. Mama yake alipomuuliza kilichoendelea, Sofia alisingizia kuwa alikuwa na maumivu ya kawaida. Hatimaye alianguka na kupoteza fahamu. Mama yake alimkimbiza hospitali. Madaktari waligundua kuwa Sofia alikuwa mjamzito na kwamba alikuwa amejaribu kutoa mimba, lakini kwa bahati nzuri mtoto alikuwa bado salama. Sofia aliomba msamaha kwa mama yake, akakiri kosa lake na kueleza kuwa hakuwahi kupewa maelekezo ya kutosha kuhusu kujilinda. Baadaye Sofia alizungumza na baba yake kwa simu. Baba yake alisisitiza kuwa lazima Guntuli awajibike na akaamua kwamba suluhisho pekee ni ndoa kufungwa kwa haraka. Mama yake, ingawa alikuwa na wasiwasi, hakuweza kupinga uamuzi huo. Usiku huo Sofia alimjulisha Aska kwa kesho asubuhi kungekuwa na ndoa ya dharura. Aska alishangaa sana na kumuuliza kuwa alikuwa mjamzito, lakini Sofia alikana. Akamwomba Aska avae suti aliyomnunulia kama zawadi siku ya ndoa. Asubuhi ilipofika, Aska alifika mahali pa ndoa, lakini alikuta hakuna mtu. Hakukuwa na mchumba wala baba wa Sofia. Sofia alimpigia baba yake mara kadhaa bila mafanikio. Walipoenda nyumbani kwa baba yake, jirani aliwaambia kuwa baba huyo alikuwa ameondoka usiku uliopita na kwenda kijijini kuoa mke mwingine. Habari hiyo ilimuumiza sana Sofia. Alijawa na aibu, huzuni na maswali mengi. Ndoa ilipaswa kuwa yake ikavunjika kabla hata haijaanza. Alimfariji Sofia na kumhakikishia kuwa yupo pamoja naye wakati wote. Baada ya tukio hilo, Sofia alianza kuondoa maandalizi yote ya ndoa, akijiuliza kwa nini baba yake alimfanyia hivyo. Mama yake alijitahidi kumpa moyo, lakini maisha yakaanza kuwa magumu. Biashara na maisha yake ilidorora, fedha zikapungua na hali ya kifedha ikawa ngumu. Sofia akaanza kutoka nje kutafuta kazi. Kwa bahati nzuri alikutana na rafiki yake wa zamani aitwaye Mina, ambaye mama yake alikuwa na duka kubwa la nguo. Baada ya mazungumzo, Mina alimshawishi mama yake amwajiri Sofia. Sofia
akaanza kazi dukani hapo. Siku za mwanzo zilikuwa za kujifunza na kuzoea. Aska alifika dukani mara kadhaa na Mina alianza kuvutiwa sana naye, jambo ambalo Sofia alilitambua mapema. Mina alimpendekeza Sofia avae hijabu wakati wa kazi, jambo ambalo Sofia alikubali kwa masharti. Katika mazungumzo yao ya kila siku, Mina alimweleza Sofia kuwa duka lao alikuwa na wateja wengi licha ya juhudi zao. Hapo ndipo Sofia alipendekeza wafanye mbinu mpya ya kibiashara iliyoitwa soft selling ili kuvutia wateja kwa njia ya kisasa na rafiki zaidi. Bwana, ungana nami katika sehemu ya pili ya hii ngoma ili tuweze kuelewa nini ambacho kinaendelea. Jina langu naitwa Charles.